Nadhani katika habari ambayo hivi sasa inachukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii basi ni taifa la Colombia sambamba na Marekani chini ya Rais Donald Trump. Sasa baada ya kuwekewa vikwazo na Marekani, Rais wa Colombia ndugu Gustavo Petro amejibu kwa maneno makali zaidi, akidai hatua hiyo ni njama inayopangwa na makundi yenye nguvu nchini Marekani. Anaeleza kuwa Petro alitoa taarifa hiyo kali akisisitiza kwamba vikwazo vyake vinatokana na kisasi cha kisiasa na si vita halisi ya dawa za kulevya. Rais Petro alidai kwamba shambulio hili dhidi yake linaendeshwa na Miami Mafia, yaani mamafia kutokea Miami, akimaanisha makundi ya wafanyabiashara haramu wa Colombia ambao wamelala huko Miami, Florida na wanaunga mkono wanasiasa wa Marekani wenye siasa za mlengo wa kulia. Anasisitiza kuwa makundi haya ya washirika wao wanajaribu kumletea rais magoti kwa kumshirikiza aachane na sera zake za amani kamili na vita dhidi ya ufisadi. Lakini majibu haya yanaonyesha jinsi mvutano kati ya Rais Petro na utawala wake wa Marekani ulivyo mbaya. Akihutubia maelfu ya wafuasi wake, Rais Petro alisisitiza kuwa serikali yake haitasalimu amri kwa maafisa ama kwa mamafia wala kwa mamlaka za kigeni, akisisitiza kuwa vikwazo hivyo ni unyanyasaji unaofanywa na mfumo wa kiimla. Lakini ametoa wito kwa wananchi wa Colombia wajitokeze barabarani kutetea demokrasia na kumpinga yoyote anayejaribu kuidhoofisha serikali yake. Tuhuma hizi za Miami Mafia zinaleta mwelekeo mpya na hatari katika uhusiano wa Marekani na Colombia, zikigeuza vita dhidi ya dawa za kulevya kwa mgogoro wa uwazi na wa kisiasa. Swali ambalo linabaki ni je, Marekani itajibu nini kuhusu tuhuma hizi ambazo zimetolewa na Petro?